Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mwanasiasa maarufu na aliyekuwa katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi itikadi na uenezi Humphrey Polepole, maneno yake imegubikwa na sintofahamu kubwa kufuatia kauli ya hivi punde ya serikali kuhusu utafutaji wake. Akizungumza kupitia mahojiano maalum na kituo cha televisheni cha mtandao cha Ayo TV akiwa ofisini kwake jijini Dodoma, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Pascal Katambe amebainisha kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kufanya upelelezi wa kina kubaini alipo mwanasiasa huyo tangu alipotoweka katika mazingira ya kutatanisha. Taarifa hii imetolewa ikiwa ni siku ya 274 tangu mwanasiasa huyo alipochukuliwa alfajiri ya Jumatatu ya tarehe 16 Oktoba mwaka wa 2025 kutoka nyumbani kwake eneo la Unoio wilayani Kinondoni jijini Dar es Salaam, kukiwa na taarifa zinazopingana huku kuhusu kama bado yuko nchini au amekimbizwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kutoweka kwa Humphrey Polepole, mwanasiasa mkongwe anayejulikana kwa msimamo wake kali na maoni yake yanakosoa baadhi ya mifumo ya kiutawala, kumezua hofu kubwa na mijadala mizito nchini kote, huku familia yake, marafiki na wanasiasa wenzake wakitaka majibu ya haraka kutoka kwa vyombo vinavyohusika kwenye uchunguzi. Katika maelezo yake ya hivi karibuni, msemaji huyo wa serikali ameeleza kuwa uchunguzi wa masuala ya namna hiyo unahitaji muda wa kutosha ili kuhakikisha haki inapatikana bila kukurupuka, akidai kuwa kuharakisha mashauri inapatikana ya hayo haraka kunaweza kusababisha kufunikwa kwa ukweli wa mambo na kupoteza haki ya pande zote. Hata hivyo, ukimya wa muda mrefu wa takriban miezi 9 tangu kutoweka kwa mwanasiasa huyo kunaendelea kuongeza wasiwasi na kutoaminiana kati ya raia na mamlaka za dola, hasa kutokana na ukweli kwamba hadi sasa hakuna ripoti rasmi au maendeleo yoyote yanayoonekana yaliyowasilishwa kwa ndugu yake au kwa umma. Sakata ya Humphrey Polepole limeongeza joto la kisiasa nchini kufuatia kuwepo kwa ripoti mbalimbali za mashirika ya kutetea haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Muungano wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania, zinazoonyesha kuongezeka kwa visa vya watu kutoweshwa kwa nguvu katika miaka ya hivi karibuni. Mashirika ya kimataifa kama Human Rights Watch na Amnesty International yamekuwa yakitaja Tanzania katika ripoti zao, wakieleza wasiwasi kuwa juu ya usalama wa wanaharakati na wanasiasa wenye mitazamo tofauti na serikali, jambo linalofanya kesi hii kuwa kigezo muhimu cha upimaji wa utawala wa sheria na demokrasia nchini. Kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa ya ulinzi wa watu dhidi ya utekaji wa nguvu, serikali ina wajibu wa kisheria kufanya uchunguzi wa haraka, wazi na uhuru ili kuondoa mashaka yanayoelekezwa kwa vyombo vya usalama ambavyo vimekuwa vikituhumiwa kuhusika na matukio hayo. Mazingira ya kutoweka kwa Humphrey Polepole yameendelea kuwa changamoto kubwa ya kiusalama, huko serikali ikijitetea kwa matukio mengi ya utekaji yana sura nyingi, ikiwemo migogoro ya binafsi ya jamii, kisasi au uhalifu wa kawaida.
kwa raia wa kawaida, ambalo mwishowe unatafsiriwa isivyo kama ni hatua ya kimamlaka. Ili kujenga hoja yake, msemaji wa wizara ametoa mifano ya matukio ya nyuma kama mauaji ya James Temba aliyekatwa kichwa, kutekwa kwa mtu anayejulikana kama Super Sami, na tukio la mkazi wa Kimara anayeitwa Talimo, ambapo awali serikali ilituhumiwa lakini baadaye ikagundulika kuwa wahusika walikuwa raia wa kawaida wenye chuki zao binafsi. Ingawa serikali inasisitiza kuwa haiteki watu bali inawakamata na kuwapeleka watuhuma mahakamani, imekiri kuwepo kwa askari wachache wanaokiuka maadili ya kazi yao kwa kufanya uhalifu kwa maslahi binafsi, na kwamba hatua kali za kinidhamu na kisheria zimekuwa zikichukuliwa dhidi yao. Upelelezi wa Humphrey Polepole unafanyika katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na mivutano mingine ya kisheria na kisiasa, ikiwemo kesi ya kikatiba iliyofunguliwa Tabora na Dr. Bilwaso ama Biswalo dhidi ya viongozi wa wizara hiyo ya mambo ya ndani na mkuu wa jeshi la polisi kuhusu kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya upinzani. Mazingira ya haya yote yanachangia kuongeza mashaka ya umma kuhusu usalama wa viongozi na raia wanajihusisha na harakati za kisiasa, hasa wale wanaotoa maoni mbadala dhidi ya utendaji wa serikali ya sasa. Jamii inaendelea kuishauri serikali kuongeza uwazi katika upelelezi huu kwa kutoa ripoti za mara kwa mara za maendeleo ya utafutaji huo, ili kuizuia uvumi na tuhuma zilizo na ushahidi ambazo zinaweza kuharibu upelelezi halisi unaoendelea kufanywa na vyombo husika vya usalama nchini. Kutoweka kwa Humphrey Polepole kunatajwa kama pigo kubwa kwa taswira ya utawala bora nchini, kwani mwanasiasa huyo amewahi kushika nyadhifa kubwa serikalini, ikiwemo ya ukuu wa Ulaya na ubunge, na kuteuliwa, na hatua hiyo inayofanya umma kuhoji usalama wa raia wa kawaida, ikiwa kiongozi wa ngazi yake anaweza kuchukuliwa nyumbani kwake na asipatikane kwa miezi 9. Serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani imetoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia kupatikana kwake, badala ya kutegemea propaganda zinazoweza kuleta taharuki nchini. Hatua zote za kiupelelezi zinaendelea chini ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinatarajiwa kutoa majibu ya kuridhisha hivi karibuni, ili kuweka wazi ukweli wa sakata hii nzito lililotikiza nchi, ikizingatiwa kwamba tukio la kupotea kwa Humphrey Polepole ni mwenendo wa kukamatwa kwa anayesimamia chama cha Chadema Taifa, Tundu Lissu. Wakati huo wa mchakato wa uchaguzi, wote walikuwa wanashinikiza kuwepo kwa kesi na kuwepo kwa halmashauri huru ya tume ya uchaguzi kabla ya chaguzi iliyopita ya Oktoba tarehe 29 mwaka uliopita.